السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الطلبة، tunaendelea na darasa yetu ya at-ta'hil al-fiqhi, ambapo darasa yetu ya kwanza tulizungumzia taarifu al-fiqhi, maana ya fiqhi, tukaangalia maudhu'u ilmi al-fiqhi, na mwisho kabisa tukaangalia faidatu taallumi ilmi al-fiqhi. Sasa baada ya kuwa tumeitambua vizuri ilmu ya fiqhi, leo insha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuzidisha ilmu ya fiqhi, tutaangalia marahilu ilmi al-fiqhi, marhala, ngazi, hatua ambazo ilmu ya fiqhi imezipiga mpaka ikafika hapa ambapo sisi leo hii tunaiona. Ilmu ya fiqhi ina marahili nyingi, na wanachuoni rahmatullahi ta'ala alaihim wameigawa vile vile, wametofautiana katika kugawa hizo marahili za ilmu ya fiqhi. Lakini mgawanyo niliokuwa nao hapa ni kuigawa ilmu ya fiqhi katika vigawanyo vinne. Kwanza, marhalatu tashri'i. Hiyo ni marhala ya kwanza, marhalatu tashri'i, ambayo mwanzo wake ni min bi'thati nabii sallallahu alayhi wasallama ila wafatihi alayhi salatu wassalam, ambayo inaishia mwaka wa 11 hijiria. Alafu marhala ya pili katika marahil al-fiqhiyya ni marhalatu ma qabla al-madhahib al-arba'a. Tutaangalia hali ya ilmu ya fiqhi ili kuwaje kabla ya wanachuoni wetu wanne, ambao ni al-Imamu Abu Hanifa, thumma al-Imamu Malik, thumma al-Shafi'i, thumma Ahmad, rahmatullahi ta'ala ala al-jami', ambao wenyewe inaanza katika mwaka huo min wafati nabii sallallahu alayhi wasallam mpaka mwaka wa 100 hijiria. Mulahadha, hii miaka ninayoitaja sio bitahdid, hapana, kwa sababu fiqhi inakuwa shay'an fa shay'an, inakuwa kidogo kidogo, lakini ala al-aghlab ni kwamba katika miaka hiyo ndiyo ilidhihiri. Lakini sio sawa sana kusema bana Muawiya alishika utawala siku fulani, ile tarehe inakuwa ni bitahdidi kwamba ndiyo hiyo peke yake. Ama hizi tarehe ambazo ninazitaja hapa au ambazo wanachuoni wanazitaja min haythu at-taqribi. Marhala ya tatu ni marhala al-madhahib al-fiqhiyya. Tutaangalia marhala ya hayo madhahib yenyewe yalianzaje na yalikuwaje. Hebu huo mlango huo unanipigia kelele. Halafu ya nne, al-isr al-hadir, ni hii isri tuliokuwa nayo, ambapo madhhab al-madhahib al-fiqhiyya yenyewe inaanza mwaka wa 100 na inaishia mwaka wa 1300 hijiria. Kuanzia mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 1300 hijiria.
Halafu kuanzia mwaka wa 1300 Hijiria mpaka tulipo, hii inaitwa al-fiqhu fil asr al-hadiri. Fiqhi hii ambayo tuliokuwa nayo ya mashekhe zetu ambao tunawataja Uthaymeen, Ibn Baz na wengine. Tunaanza na marhala ya kwanza ambayo ni marhalatu tashri'i. Kwanza tumesema tabda'u hadhihi almarhala min bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Marhala hii inaanza alipotumwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Biiqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kuanzia hapo ndiyo sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zilianza kuteremka, na yenyewe imegawanyika mara mbili. Kuna at-tashri'u fil ahdi al-makki wat-tashri'u fil ahdi al-madani, ambapo yatamayazu at-tashri'u fil ahdi al-makki min al-madani. Al-ahdu al-makki tarakkaza at-tashri'u fihi ala usul ad-din. Makka, na nyote mnafahamu Qur'ani, hal kadhalika sunna zilijikita sana katika kufundisha na kuelekeza watu misingi ya dini, japokuwa sio kwamba hazikuletwa sheria zingine, zilikuwepo. Wa min amthilati ala dhalika as-salah. Swala mara ya mwanzo imewekwa sheria ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Makka. Swala tano hizi lakini zilikuwa ni rakaa ngapi? Rakaa mbili, kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat farada Allahu as-salata hina faradaha rak'atayn. Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo amezifaradhisha hizi swala zikiwa ni rakaa mbili tu, fil hadari was safar, sawa sawa mtu yuko nyumbani au amesafiri. Alafu mwishoni walipohamia Madina, fa uqirratis salatu fi safar, zikaachwa rakaa mbili kwa msafiri, wazida fi salati al-hadar. Alafu kwa yule ambaye hajasafiri zikaongezeka zikawa ngapi? Zikawa 4, na ndio mpaka leo tunafanya nini? Tunaswali hivyo. Lakini aslan swala imekuwa sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma usriya wa u'rij, alipoenda Isra wa Mi'raj, na biittifaqi ulama hii ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Makka. Lakini vile vile katika mifano mingine ya sheria za dini ambazo zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama sheria Makka kabla ya Madina, ni tahrimu akli ma lam yudhkar ismullahi ta'ala alayhi, kama qala subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. Hii ipo katika suratul An'am, wa suratul An'am makkiyah, aya imeteremka Makka, na hapa kuna hukumu ya kisheria ya kuharamisha kula ambacho hakijachinjwa kwa jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-ahdu al-makki at-tarkiz ilikuwa imerakizi sana na imejikita sana katika mambo ya usuluddin wa tauhid. Lakini vile vile la pili, sheria pia zilikuwepo japo kwa uchache. Halafu lamma kana al-ahdu al-madani, ilipokuwa zama za Madina sasa, kwanza istimraru bi usuluddin, masala ya misingi ya dini watu kuelekezwa iliendelea. Halafu at-tarkizi sasa ikawa ni fi tashri'i al-ahkam wa tafasiluhu, kuleta sheria hiki halali, hiki haramu. Na kwa atakayetaka ziada ya haya ambayo nimeyasema, anaweza kuangalia kitabu kinaitwa Al-Fikru as-Sami fi tashri'i tarikh al-islami. Al-Fikru as-Sami fi Al-Fikru as-Sami fi tarikh al-fiqh al-islami.
Ni kitabu ambacho kimeeleza bitafsil ibada gani ilikuwa sheria, lini ilikuwaje, kimeeleza vizuri. Sasa masadiru at-tashri' fi hadhihi al-marhala, katika marahil hii, naposema masadiru at-tashri' manake ni vyanzo vya sheria, vilikuwa ni vingapi? Vilikuwa ni viwili, al-Qur'an wa Sunnah. Ijtihad ilikuwepo lakini kwa uchache, na aslan wanachuoni wametofautiana, hali nabii sallallahu alayhi wasallama alikuwa hal kana yajtahid, alikuwa anafanya ijtihadi, au alikuwa kila anachokitoa katika hukumu ni wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye hilo kuna tofauti, na vyovyote itakavyokuwa sawa sawa ni ijtihadi yake yeye binafsi au ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kile anachokisema mtume sallallahu alayhi wasallam kinakuwa ni nini? Kinakuwa na chenyewe ni chanzo cha tashrii', kinakuwa ni minas sunna. Na hiyo Qur'ani na Sunna katika kuweka sheria zilikuwa zinateremka katika moja ya hali tatu. Kwanza al-asl, ibtida, inateremka tu yenyewe mwanzo. Allah anaona bana huu ni muda sahihi, anateremsha ahkam. Au mtume sallallahu alayhi wasallam anawaona masahaba bila tukio la aina yoyote, alafu anaona sasa huu ni muda sahihi, analeta hukumu mpya. Na aina hii ya tashri'i ya aya na hadithi ni nyingi sana kuliko aina hizo nyingine mbili zilizobaki. Ya pili ilikuwa inakuja kwa sababu, yani kuna sababu imetokea, alafu kwa hilo tukio lililotokea ndio Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya, au mtume sallallahu alayhi wasallama anatoa maelekezo. Mfano hadithatul ifki, Aisha radhiyallahu ta'ala anha lamma qudhifat, alipoambiwa kwamba yeye akafanya zina, ziliteremka aya. Sababu ni nini? Sababu ni hilo tukio, ayatul li'an, kwa sababu ya Hilal radhiyallahu anhu alimuona mke wake kafanya zina, hana mashahidi wangapi? Kwa sababu mtu unapoenda kwa kadhi unamwambia bana fulani ni mzinzi, unatakiwa ulete mashahidi 4. Hauna mashahidi 4, wewe unapigwa fimbo 80. Hilal anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa mtu kamuona mke wake, mtume alimwambia albayina, aidha unipe ushahidi, wa illa fahaddun fi dhahrik, wa illa utapigwa viboko 80. Hilal akasema hapana, mimi naamini Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha aya ambazo zinaniweka mimi mbali na hadi yako. Allah kweli akateremsha kwa sababu ya tukio. Hal kadhalika hadithi iyyakum wal julus fi turuqat, mtume aliwakuta maswahaba wamekaa mtaani, tukio akawakataza, iyyakum wal julus, msikae wapi? Msikae njiani. Na ukitaamal hadithi nyingi zimekaa hivi. Hadithu Barira, katabtu ahli ala 9 awaqin fi kulli amin aw qiyatin. Qissa ni kirefu kidogo, lakini mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kutoa hukumu innamal wala'u liman a'taq. Kwa nini? Kwa sababu ya hili tukio la Barira. Alikuwa ni mtumwa, anahitaji kujinunua mwenyewe ili awe huru. Halafu wale waliokuwa wanamiliki wakamwambia haina shida. Akaenda kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anamwambia katabtu ahli ala 9 awaqin fi kulli amin aw qiyatin fa'inini, bana mimi nimeweka mkataba na wale wanaonimiliki kwamba nijinunue mwenyewe kwa auqiya 9. Auqiya 9 ni zaidi ya milioni 10 za Kitanzania. Aisha akamwambia in ahabba ahluki an a'uddaha lahum
wa yakuna liya alwala'u fa'alt. Kama hao wanaokumiliki watapenda mimi niwape mara hiyo, sina haja mimi ya kutoa kidogo kidogo mpaka mwaka uishe. Zipo keshi. Aisha ana zaidi ya milioni 10 ndani kwake. Anamwambia lakini wala alwala, mimi nikiwa na mtumwa nikimwacha huru unabaki ukaribu ambao unakuwa ni sawa sawa na udugu, lakini vile vile alwala ni miongoni mwa sababu za nini? Za kurithi. Qala fi ar-rahbiyya asbabu mirathi alwara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab. Sasa Aisha akasema mimi naweza kukununua nikawalipia na ukawa huru kabisa, lakini huo wala huo udugu wa namna hiyo uwe ni wangu mimi, ukaribu huo. Wale wakasema hapana. Mtume anarudi, Aisha akamsimulia. Mtume katoka kaenda msikitini, kazungumza aliyozungumza, miongoni mwa hayo akatoa hukumu innamal wala'u liman a'taq. Wala huo udugu wa namna hiyo unakuwa ni kwa yule aliyeacha huru. Na hapa Aisha akamnunua Barira kisha akamwacha nini? Kisha akamwacha huru. Kwa hiyo ni aina ya pili ya uteremkaji wa sheria. Aina ya tatu ni swali. Wayasalunaka 'anil mahid wayasalunaka 'anil ahilla wa hakadha. Hal kadhalika hivyo hivyo ukienda kwenye Qur'ani unakuta, ukienda kwenye sunna vile vile zipo nyingi tu ambazo zilianza na swali kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa nini? Akatoa majibu. Miongoni wa ya Rasulullah ausini wa aujiz. Tualienda kwa Mtume akamwambia bana, naomba unipe wasia lakini uwe mfupi, sasa usirefushe sana. Mtume akamwambia idha qumta ila salati fasalli salata muwaddi'in. Ukisimama kuswali, swali kana kwamba unaaga, hakuna swala zaidi ya hiyo. Wala takallam bima ta'tadhiru minhu ghadan, wala usije ukazungumza kitu ambacho utakijutia kesho. Wajma'il ya'sa mimma biaidi an-nas, na usipende sana kuombaomba watu wa hakadha. Kwa hiyo masadir at-tashri' katika hizo zama zilikuwa ni Qur'ani na nini? Ni Qur'ani na sunna. Sasa namalizia darasa yangu kwa kutaja maalim au mumayizat hadha zaman, vitu vya tofauti ambavyo unavikuta katika zama hii hauvikuti katika zama nyingine. Cha kwanza kabisa, anna at-tashri'a mukhtassun bihadha zaman, kuleta upya wa sheria ilikuwa ni maalum katika zama hizi. Kwa sababu mtu sasa hivi hawezi kuja akaamua tu kusema bana hiki ni halali, hiki ni haram, isipokuwa anatakiwa kuwa na dalili. Lakini zama zile sheria kuwa mpya zimeanza zama zile. Na jambo la pili ni at-tadarruju fi at-tashri'i. Zama hizi kulikuwa kuna at-tadarruju fi at-tashri'i. Kwanza sheria zilikuwa ni katika kipindi hiki tu cha miaka 23. Lakini kitu cha pili, sheria hizi zimeteremka kidogo kidogo, na at-tadarruju fi at-tashri'i imegawanyika mara mbili. Kuna am kwamba tashri'i zote Uislamu wote haujateremka mara moja, si ndio? Ilianza swala, ikapita miaka, ikaja adhana, hivyo. Lakini vile vile kuna at-tadarruju fi at-tashri'i al-hukm al-wahid. Zama tulizokuwa nazo sisi hauwezi ukafanya tadarruju tashri'. Yaani tujalie mfano, umetoka hapa umeenda kijijini, sehemu ambayo hakuna kabisa Waislamu. Hauwezi kufika wamesilimu wote alafu ukaanza kuwaambia sasa nyie kwenu sasa hivi zinaa ni halali miaka 3. Alafu baada ya hiyo miaka 3 zinaa itakuwa haram abadan. Hadha mukhtassun bi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana vizuri? Ila wewe unaweza ukawa una
at-tadarruj fi tabligh at-tashri', hiyo haina shida. Yani wewe umeenda sehemu ukaona bana, kwa mazingira haya mimi ngoja nianze kufundisha hiki, hiyo haina nini, hiyo haina shida. Lakini ufike waambie bana, zina nyewe fanyeni tu, haina shida, pombe kunyweni, ina shida, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshafanya nini, ameshaharamisha. Halafu sasa katika kuwafundisha wewe ndio unaweza kuwafundisha kidogo kidogo, ila wakiyafanya yaliyoharamishwa wanapata nini, wanapata madhambi kama kawaida. Tumeelewana vizuri? Tofauti na zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaposema at-tadarruj fi at-tashri', takupeni mifano hapa. Kwa mfano pombe, mwanzo masahaba walikuwa wanakunywa tu, ikawatia matatizo, wakaenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayasalunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Bana, huko kuna madhara makubwa japokuwa manufaa pia yapo. Walikuwa wanakunywa baada ya aya hii kuteremka na hawakuwa wanapata dhambi. Alafu mwisho wakawa wanakunywa mpaka kwenye swala. Allah akawakataza kunywa, wa Allah akawakataza kuja kuswali hali ya kuwa wamelewa. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ikawa mtu atapata dhambi kama ataenda kuswali hali ya kuwa amelewa, lakini ameipiga pombe zake salatul isha, asubuhi anaamka hana pombe, mafi mushkil. Tumeelewana vizuri? Alafu mwisho, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Hapa ikawa ni haramu moja kwa moja. Wa qis ala dhalika fi fardiyati as-siyam, ilikuwa hivyo mwanzo. Allah alipofaradhisha sawa amesema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mtu alikuwa na uwezo wa kufunga ila hafungi, anaamua bana, hizi siku 30 hizi mimi siwezi kufunga, nitakula afu nitalisha mtu. Lakini Allah akaja kuteremsha baadaye, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hii ikawa ni wajibu kwa kila mtu. Hal kadhalika fi riba, kienda kusoma unakuta hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiharamisha riba ameiharamisha kidogo kidogo. Aya ya kwanza ipo katika surati Rum, wama ataitum min riba liyarbu fi amwali nnas fala yarbu inda Allah. Ni maelekezo tu Allah anatoa bana, riba nyie mnayoitoa kwa watu ili mali zenu ziwe nyingi, tambueni kwamba kwa mtazamo wa Allah subhanahu wa ta'ala mali zenu haziongezeki. Hii ni ishara ya mbali sana kwa mtu mwenye imani na yaqini. Ataamua bana, badala ya riba, tena Allah akawapa kabisa njia mbadala. Lakini wama ataitum min zaka turiduna wajha Allah, zile zaka mnazozitoa mnatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul mud'ifun, hao ndio ambao wanaongezewa. Kwa akili ya kawaida, mtu mwenye imani badala ya kufanya biashara ya riba atajitahidi atoe sana sadaqa ili mali zake ifanye nini, iongezeke. Lakini haikuwa hii inaharamisha riba moja kwa moja. Ikaja nyingine, fabidhulmin minal ladhina hadu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wabisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an. Hii vile vile Allah hajawaharamishia, ila anawaelezea tu kwamba riba huko nyuma ilikuwa ni nini, ilikuwa ni haram katika sheria za wale waliokuwa kabla yenu. Wa shar'u man qablana shar'un lana. Tumeelewana vizuri? Alafu mwishoni Allah subhanahu wa ta'ala akaja akaharamisha, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Na hiyo ikawa ni uharamu wa riba moja kwa moja. Tumeelewana vizuri katika hilo? Namalizia darsa kwa kutaja kitu cha tatu ambacho kinapatikana katika zama hizi peke yake na hakipatikani katika zama zingine. Kitu chenyewe ni tadribu sahaba ala al-ijtihadi.
Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha maswahaba kuwa ni mujtahidun, yani wao wenyewe kuwa wanachuoni na ni wenye kujitahidi rai zao. Na hili liko wazi zaidi katika hadithi ya nani? Ya Muadh ibn Jabal lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman. Mtume alimwambia utafanya nini? Akasema kwanza nitaangalia kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam tajid, akasema fi sunnati rasulillah. Mtume akamuuliza fa in lam tajid, faqala ajtahidu ra'yi wala alu, nitajitahidi mimi mwenyewe nini, nitaangalia rai yangu. Lakini bado hadithi ya Amr ibn As radhiyallahu anhu, siku moja amewaswalisha watu na ametayammam bishiddati albard. Mtume akamuuliza swali la mtego, asallaita binnas wa anta junub, wewe umewaswalisha watu hali ya kuwa una janaba? Anamwangalia huyu anauelewa na alichokifanya. Faqala radiyallahu anhu, ama inni qad alimtu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wala tulqu biaydikum ila at-tahluka. Bana, mimi nimemsikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema msizipeleke nafsi zenu mkaziangamiza. Mtume kuanzia hapo akanyamaza, akaona yes, huyu amefanya kitu ambacho anafanya nini, anakielewa. Na katika hili Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yanatokea matukio, masahaba wamejitahidi, rai zinatofautiana na wote anawasahihisha, hakuna anayemkosoa katika wao. Angalia hadithi ya wale watu wa wapi, wale watu wa aliwaambia banu man la yusalliyanna ahadukum al-asra hatta yasula bani Quraidha, watu wa bani Quraidha. Mtume aliwaambia msiswali mpaka mfike wapi? Banu wapo, umefika muda wa al-asr na unakaribia kuisha, bado hawajafika. Wengine wakaona hapana, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wakayachukua maneno ya Mtume, akasema hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia tufanye himma, tuharakishe. Wenyewe wakaswali. Wale wakaambia nyie mnamkhalifu Mtume, sisi hatuwezi kumkhalifu Mtume, in huwa illa wahyun yuha. Wakaenda kuswali huko huko na muda umeisha. Waliporudi wote Mtume hakuna aliyemkosoa, wote mmepatia. Lakini halikadhalika kuna watu wawili wametayammam, maji hakuna, wakaswali, alafu maji yakaja akafanya nini, yakapatikana. Mmoja akaona bana maji yamepatikana, mimi narudia swala. Yule mwingine akasema hapana, mimi nisha swali ndio nimemaliza hivi. Wote wameenda kwa Mtume kushtakiana. Mtume akamwambia yule ambaye hajarudia kuswali, asabta sunna, umepatia nini, sunna. Alafu yule aliyerudia swala akamwambia lakal ajru marratain, hakuna aliyemkosoa. Kwa nini? Kwa sababu wote wamefanya kitu ambacho wana dalili nacho. Idhan katika zama hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaelekeza maswahaba na kuwafundisha namna gani wao watajitegemea katika fatwa baada ya yeye kufanya nini, kuondoka. Bali na wapo kabisa maswahaba ambao wametoa fatwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai, kama vile al-aimmatul arba'a, Abdurrahman ibn Auf na wengine. Wapo masahaba takriban 14 ambao wanatajwa kuwa wao wametoa fatwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa nini, akiwa hai. Darasa yetu kwa leo itaishia hapo. Kama kuna swali lolote mawili matatu, ahlan wa sahlan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني الطلبة، tunaendelea na darasa yetu ya at-ta'hil al-fiqhi, ambapo darasa yetu ya kwanza tulizungumzia taarifu al-fiqhi, maana ya fiqhi, tukaangalia mawdu'u ilmi al-fiqhi, na mwisho kabisa tukaangalia faidatu taallumi ilmi al-fiqhi. Sasa baada ya kuwa tumeitambua vizuri ilmu ya fiqhi, leo insha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuzidisha ilmu ya fiqhi, tutaangalia marahilu ilmi al-fiqhi, marhala, ngazi, hatua ambazo ilmu ya fiqhi imezipiga mpaka ikafika hapa ambapo sisi leo hii tunaiona. Ilmu ya fiqhi ina marahili nyingi, na wanachuoni rahmatullahi ta'ala alaihim wameigawa vile vile, wametofautiana katika kugawa hizo marahili za ilmu ya fiqhi. Lakini mgawanyo niliokuwa nao hapa ni kuigawa ilmu ya fiqhi katika vigawanyo vinne. Kwanza, marhalatu tashri'i. Hiyo ni marhala ya kwanza, marhalatu tashri'i, ambayo mwanzo wake ni min bi'thati nabii sallallahu alayhi wasallama ila wafatihi alayhi salatu wassalam, ambayo inaishia mwaka wa 11 hijiria. Halafu marhala ya pili katika marahil al-fiqhiyya ni marhalatu ma qabla al-madhahib al-arba'a. Tutaangalia hali ya ilmu ya fiqhi ili kuwaje kabla ya wanachuoni wetu wanne, ambao ni al-Imamu Abu Hanifa, thumma al-Imamu Malik, thumma al-Shafi'i, thumma Ahmad, rahmatullahi ta'ala ala al-jami', ambao yenyewe inaanza katika mwaka huo min wafati nabii sallallahu alayhi wasallam mpaka mwaka wa 100 hijiria. Mulahadha, hii miaka ninayoitaja sio bitahdid, hapana, kwa sababu fiqhi inakuwa shay'an fa shay'an, inakuwa kidogo kidogo, lakini ala al-aghlab ni kwamba katika miaka hiyo ndiyo ilidhihiri. Lakini sio sawa sana kusema bana Muawiya alishika utawala siku fulani, ile tarehe inakuwa ni bitahdidi kwamba ndiyo hiyo peke yake. Ama hizi tarehe ambazo ninazitaja hapa au ambazo wanachuoni wanazitaja min haythu taqribi. Marhala ya tatu ni marhala al-madhahib al-fiqhiyya. Tutaangalia marhala ya hayo madhahib yenyewe yalianzaje na yalikuwaje. Hebu huo mlango huo unanipigia kelele. Halafu ya nne, al-isr al-hadir, ni hii isri tuliokuwa nayo, ambapo madhhab al-madhahib al-fiqhiyya yenyewe inaanza mwaka wa 100 na inaishia mwaka wa 1300 hijiria. Kuanzia mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 1300 hijiria. Halafu kuanzia mwaka wa 1300 hijiria mpaka tulipo, hii inaitwa al-fiqhu fi al-asr al-hadiri. Fiqhi hii
ambayo tuliokuwa nayo ya mashekhe zetu ambao tunawataja Uthaymeen, Ibn Baz na wengine. Tunaanza na marhala ya kwanza ambayo ni marhalatu tashri'i. Kwanza tumesema tabda'u hadhihi almarhala min bi'thati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Marhala hii inaanza alipotumwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Biiqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kuanzia hapo ndio sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zilianza kuteremka, na yenyewe imegawanyika mara mbili. Kuna at-tashri'u fil ahdi al-makki wat-tashri'u fil ahdi al-madani, ambapo yatamayyazu at-tashri'u fil ahdi al-makki min al-madani. Al-ahdu al-makki tarakkaza at-tashri'u fihi ala usul ad-din. Makka, na nyote mnafahamu Qur'ani hal kadhalika sunna zilijikita sana katika kufundisha na kuelekeza watu misingi ya dini, japokuwa sio kwamba hazikuletwa sheria zingine, zilikuwepo. Wa min amthilati ala dhalika as-salah. Swala mara ya mwanzo imewekwa sheria ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Makka. Swala tano hizi lakini zilikuwa ni rakaa ngapi? Rakaa mbili. Kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat farada Allahu as-salata hina faradaha rak'atayn. Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo amezifaradhisha hizi swala zikiwa ni rakaa mbili tu, fil hadari was safar, sawa sawa mtu yuko nyumbani au amesafiri. Alafu mwishoni walipohamia Madina, fa uqirratis salatu fi safar, zikaachwa rakaa mbili kwa msafiri, wazida fi salati al-hadar. Alafu kwa yule ambaye hajasafiri zikaongezeka, zikawa ngapi? Zikawa 4, na ndio mpaka leo tunafanya nini? Tunaswali hivyo. Lakini aslan swala imekuwa sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma usriya wa u'rij, alipoenda Isra wa Mi'raj, na biittifaqi ulama hii ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Makka. Lakini vile vile katika mifano mingine ya sheria za dini ambazo zimewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama sheria Makka kabla ya Madina, ni tahrimu akli ma lam yudhkar ismullahi ta'ala alayhi, kama qala subhanahu wa ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. Hii ipo katika suratul An'am, wa suratul An'am makkiyah, aya imeteremka Makka, na hapa kuna hukumu ya kisheria ya kuharamisha kula ambacho hakijachinjwa kwa jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al-ahdu al-makki at-tarkiz ilikuwa imerakizi sana na imejikita sana katika mambo ya usuluddin wa tauhid. Lakini vile vile la pili, sheria pia zilikuwepo japo kwa uchache. Halafu lamma kana al-ahdu al-madani, ilipokuwa zama za Madina sasa, kwanza istimraru bi usuluddin, masala ya misingi ya dini watu kuelekezwa iliendelea. Halafu at-tarkizi sasa ikawa ni fi tashri'i al-ahkam wa tafasiluhu, kuleta sheria hiki halali, hiki haramu. Na kwa atakayetaka ziada ya haya ambayo nimeyasema, anaweza kuangalia kitabu kinaitwa Al-Fikru Sami fi tashri'i tarikh al-islami. Al-Fikru Sami fi Al-Fikru Sami fi tarikh al-fiqh al-islami. Ni kitabu ambacho kimeeleza bitafsil ibada gani ilikuwa sheria, lini ilikuwaje, kimeeleza vizuri.
Sasa masadiru at-tashri' fi hadhihi al-marhala, katika marahil hii, naposema masadiru at-tashri' manake ni vyanzo vya sheria, vilikuwa ni vingapi? Vilikuwa ni viwili, al-Qur'an wa sunna. Ijtihad ilikuwepo lakini kwa uchache, na aslan wanachuoni wametofautiana, hali nabii sallallahu alayhi wasallama alikuwa hal kana yajtahid, alikuwa anafanya ijtihadi, au alikuwa kila anachokitoa katika hukumu ni wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye hilo kuna tofauti, na vyovyote itakavyokuwa sawa sawa ni ijtihadi yake yeye binafsi au ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kile anachokisema mtume sallallahu alayhi wasallam kinakuwa ni nini? Kinakuwa na chenyewe ni chanzo cha tashri'i, kinakuwa ni minas sunna. Na hiyo Qur'ani na sunna katika kuweka sheria zilikuwa zinateremka katika moja ya hali tatu. Kwanza al-asl, ibtida, inateremka tu yenyewe mwanzo, Allah anaona bana huu ni muda sahihi, anateremsha ahkam. Au mtume sallallahu alayhi wasallam anawaona masahaba bila tukio la aina yoyote, alafu anaona sasa huu ni muda sahihi, analeta hukumu mpya. Na aina hii ya tashri'i ya aya na hadithi ni nyingi sana kuliko aina hizo nyingine mbili zilizobaki. Ya pili ilikuwa inakuja kwa sababu, yani kuna sababu imetokea, alafu kwa hilo tukio lililotokea ndio Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya, au mtume sallallahu alayhi wasallama anatoa maelekezo. Mfano hadithatul ifki, Aisha radhiyallahu ta'ala anha lamma qudhifat, alipoambiwa kwamba yeye akafanya zina, ziliteremka aya. Sababu ni nini? Sababu ni hilo tukio, ayatul li'an, kwa sababu ya Hilal radhiyallahu anhu alimuona mke kafanya zina, hana mashahidi wangapi? Kwa sababu mtu unapoenda kwa kadhi unamwambia bana fulani ni mzinzi, unatakiwa ulete mashahidi 4. Hauna mashahidi 4, wewe unapigwa fimbo 80. Hilal anamuuliza mtume sallallahu, sasa mtu kamuona mke wake, mtume alimwambia albayina, aidha unipe ushahidi, wa illa fahaddun fi dhahrik, wa illa utapigwa viboko 80. Hilal akasema hapana, mimi naamini Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha aya ambazo zinaniweka mimi mbali na hadi yako. Allah kweli akateremsha kwa sababu ya tukio. Hal kadhalika hadithi iyyakum wal julus fi turuqat, mtume aliwakuta maswahaba wamekaa mtaani, tukio akawakataza, iyyakum wal julus, msikae wapi? Msikae njiani. Na ukitaamal hadithi nyingi zimekaa hivi. Hadithu Barira, katabtu ahli ala 9 awaqin fi kulli amin aw qiyatin. Qissa ni kirefu kidogo, lakini mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja kutoa hukumu, innamal wala'u liman a'taq. Kwa nini? Kwa sababu ya hili tukio la Barira. Alikuwa ni mtumwa, anahitaji kujinunua mwenyewe ili awe huru. Halafu wale waliokuwa wanammiliki wakamwambia haina shida. Akaenda kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anamwambia katabtu ahli ala 9 awaqin fi kulli amin aw qiyatin fa'inini, bana mimi nimeweka mkataba na wale wanaonimiliki kwamba nijinunue mwenyewe kwa auqiya 9. Auqiya 9 ni zaidi ya milioni 10 za Kitanzania. Aisha akamwambia in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna liya alwala'u fa'alt, kama hao wanaokumiliki watapenda mimi niwape mara hiyo,
sina haja mimi ya kutoa kidogo kidogo mpaka mwaka uishe, zipo keshi. Aisha ana zaidi ya milioni 10 ndani kwake. Anamwambia lakini wala alwala, mimi nikiwa na mtumwa nikimwacha huru unabaki ukaribu ambao unakuwa ni sawa sawa na udugu, lakini vile vile alwala ni miongoni mwa sababu za nini, za kurithi. Qala fi ar-Rahbiyya asbabu mirathi alwara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab. Sasa Aisha akasema mimi naweza kukununua nikawalipia na ukawa huru kabisa, lakini huo wala huo udugu wa namna hiyo uwe ni wangu mimi, ukaribu huo. Wale wakasema hapana. Mtume anarudi, Aisha akamsimulia. Mtume katoka kaenda msikitini, kazungumza aliyozungumza, miongoni mwa hayo akatoa hukumu innamal wala'u liman a'taq. Wala huo udugu wa namna hiyo unakuwa ni kwa yule aliyeacha huru. Na hapa Aisha akamnunua Barira kisha kamwacha nini? Kisha kamwacha huru. Kwa hiyo ni aina ya pili ya uteremkaji wa sheria. Aina ya tatu ni suali. Wa yasalunaka 'anil mahid wa yasalunaka 'anil ahilla wa hakadha. Hal kadhalika hivyo hivyo ukienda kwenye Qur'ani unakuta, ukienda kwenye sunna vile vile zipo nyingi tu ambazo zilianza na swali kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa nini? Akatoa majibu miongoni mwa ya Rasulullah ausini wa aujiz. Tualienda kwa Mtume akamwambia bana, naomba unipe wasia lakini uwe mfupi, sasa usirefushe sana. Mtume akamwambia idha qumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in. Ukisimama kuswali, swali kana kwamba unaaga, hakuna swala zaidi ya hiyo. Wala takallam bima ta'tadhiru minhu ghadan, wala usije ukazungumza kitu ambacho utakijutia kesho. Wajma'il ya'sa mimma biaidi nnas, na usipende sana kuombaomba watu wa hakadha. Kwa hiyo masadir at-tashri' katika hizo zama zilikuwa ni Qur'ani na nini? Ni Qur'ani na Sunna. Sasa namalizia darasa yangu kwa kutaja maalim au mumayizat hadha zaman, vitu vya tofauti ambavyo unavikuta katika zama hii hauvikuti katika zama nyingine. Cha kwanza kabisa, anna at-tashri'a mukhtassun bihadha zaman, kuleta upya wa sheria ilikuwa ni maalum katika zama hizi. Kwa sababu mtu sasa hivi hawezi kuja akaamua tu kusema bana hiki ni halali, hiki ni haram, isipokuwa anatakiwa kuwa na dalili. Lakini zama zile sheria kuwa mpya zimeanza zama zile. Na jambo la pili ni at-tadarruju fi at-tashri'i. Zama hizi kulikuwa kuna at-tadarruju fi at-tashri'i. Kwanza sheria zilikuwa ni katika kipindi hiki tu cha miaka 23. Lakini kitu cha pili, sheria hizi zimeteremka kidogo kidogo, na at-tadarruju fi at-tashri'i imegawanyika mara mbili. Kuna am kwamba tashri'i zote Uislamu wote haujateremka mara moja, si ndio? Ilianza swala, ikapita miaka, ikaja adhana, hivyo. Lakini vile vile kuna at-tadarruju fi at-tashri'i al-hukmi al-wahid. Zama tulizokuwa nazo sisi hauwezi ukafanya tadarruju tashri'. Yaani tujalie mfano, umetoka hapa umeenda kijijini, sehemu ambayo hakuna kabisa Waislamu. Hauwezi kufika wamesilimu wote halafu ukaanza kuwaambia sasa nyie kwenu sasa hivi zinaa ni halali miaka 3. Halafu baada ya hiyo miaka 3 zinaa itakuwa haram abadan. Hadha mukhtassum bi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana vizuri? Ila wewe unaweza ukawa una at-tadarruju fi tablighi at-tashri'i, hiyo haina shida. Yani wewe umeenda sehemu
ukaona bana kwa mazingira haya mimi ngoja nianze kufundisha hiki, hiyo haina nini, hiyo haina shida. Lakini ufike waambie bana zina nyewe fanyeni tu haina shida, pombe kunyweni ina shida, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshafanya nini, ameshaharamisha. Halafu sasa katika kuwafundisha wewe ndio unaweza kuwafundisha kidogo kidogo, ila wakiyafanya yaliyoharamishwa wanapata nini, wanapata madhambi kama kawaida. Tumeelewana vizuri? Tofauti na zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaposema at-tadarruj fi at-tashri', takupeni mifano hapa. Kwa mfano pombe, mwanzo masahaba walikuwa wanakunywa tu, ikawatia matatizo, wakaenda kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayasalunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Bana huko kuna madhara makubwa japokuwa manufaa pia yapo. Walikuwa wanakunywa baada ya aya hii kuteremka na hawakuwa wanapata dhambi. Alafu mwisho wakawa wanakunywa mpaka kwenye swala. Allah akawakataza kunywa, wa Allah akawakataza kuja kuswali hali ya kuwa wamelewa. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ikawa mtu atapata dhambi kama ataenda kuswali hali ya kuwa amelewa, lakini ameipiga pombe zake salatul isha, asubuhi anaamka hana pombe, mafi mushkil. Tumeelewana vizuri? Alafu mwisho ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Hapa ikawa ni haramu moja kwa moja. Waqis ala dhalika fi fardiyati as-siyam, ilikuwa hivyo mwanzo. Allah alipofaradhisha saumu amesema wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mtu alikuwa na uwezo wa kufunga ila hafungi, anaamua bana hizi siku 30 hizi mimi siwezi kufunga, nitakula afu nitalisha mtu. Lakini Allah akaja kuteremsha baadaye, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hii ikawa ni wajibu kwa kila mtu. Hal kadhalika fi riba, kienda kusoma unakuta hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiharamisha riba ameiharamisha kidogo kidogo. Aya ya kwanza ipo katika surati Ar-Rum, wama ataitum min riba liyarbu fi amwali an-nas fala yarbu inda Allah. Ni maelekezo tu Allah anatoa bana, riba nyie mnayoitoa kwa watu ili mali zenu ziwe nyingi, tambueni kwamba kwa mtazamo wa Allah subhanahu wa ta'ala mali zenu haziongezeki. Hii ni ishara ya mbali sana kwa mtu mwenye imani na yaqini. Ataamua bana badala ya riba, tena Allah akawapa kabisa njia mbadala. Lakini wama ataitum min zaka turiduna wajha Allah, zile zaka mnazozitoa mnatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul mud'ifun, hao ndio ambao wanaongezewa. Kwa akili ya kawaida mtu mwenye imani badala ya kufanya biashara ya riba atajitahidi atoe sana sadaqa ili mali zake ifanye nini, iongezeke. Lakini haikuwa hii inaharamisha riba moja kwa moja. Ikaja nyingine, fabidhulmin minal ladhina hadu haramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wabisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an. Hii vile vile Allah hajawaharamishia, ila anawaelezea tu kwamba riba huko nyuma ilikuwa ni nini, ilikuwa ni haramu katika sheria za wale waliokuwa kabla yenu. Wa shar'u man qablana shar'un lana. Tumeelewana vizuri? Alafu mwishoni Allah subhanahu wa ta'ala akaja akaharamisha, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Na hiyo ikawa ni uharamu wa riba moja kwa moja. Tumeelewana vizuri katika hilo? Namalizia darsa kwa kutaja kitu cha tatu ambacho kinapatikana katika zama hizi peke yake na hakipatikani katika zama zingine. Kitu chenyewe ni tadribu sahaba ala al-ijtihadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha maswahaba
kuwa ni mujtahidun, yani wao wenyewe kuwa wanachuoni na ni wenye kujitahidi rai zao. Na hili liko wazi zaidi katika hadithi ya nani? Ya Muadh ibn Jabal lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman. Mtume alimwambia utafanya nini? Akasema kwanza nitaangalia kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam tajid, akasema fi sunnati rasulillah. Mtume akamuuliza fa in lam tajid, faqala ajtahidu ra'yi wala alu, nitajitahidi mimi mwenyewe nini, nitaangalia rai yangu. Lakini bado hadithi ya Amr ibn As radhiyallahu anhu, siku moja amewaswalisha watu na ametayamma bi shiddati al-bard. Mtume akamuuliza swali la mtego, asallaita bin nas wa anta junub, wewe umewaswalisha watu hali ya kuwa una janaba? Anamwangalia huyu anauelewa na alichokifanya. Faqala radiyallahu anhu, ama inni qad alimtu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Bana, mimi nimemsikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema msizipeleke nafsi zenu mkaziangamiza. Mtume kuanzia hapo akanyamaza, akaona yes, huyu amefanya kitu ambacho anafanya nini, anakielewa. Na katika hili Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yanatokea matukio, masahaba wamejitahidi, rai zinatofautiana na wote anawasahihisha, hakuna anayemkosoa katika wao. Angalia hadithi ya wale watu wa wapi, wale watu wa aliwaambia banu man la yusalliyanna ahadukum al-asra hatta yasula bani Qurayza, watu wa bani Qurayza. Mtume aliwaambia msiswali mpaka mfike wapi? Banu wapo, umefika muda wa al-asr na unakaribia kuisha, bado hawajafika. Wengine wakaona hapana, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wakachukua maneno ya Mtume akasema hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia tufanye himma, tuharakishe. Wenyewe wakaswali. Wale wakaambia nyinyi mnamkhalifu Mtume, sisi hatuwezi kumkhalifu Mtume, in huwa illa wahyun yuha. Wakaenda kuswali huko na muda umeisha. Waliporudi wote Mtume hakuna aliyemkosoa, wote mmepatia. Lakini halikadhalika kuna watu wawili wametayammam, maji hakuna, wakaswali, alafu maji yakaja akafanya nini, yakapatikana. Mmoja akaona bana maji yamepatikana, mimi narudia swala. Yule mwingine akasema hapana, mimi nisha swali ndio nimemaliza hivi. Wote wameenda kwa Mtume kushtakiana. Mtume akamwambia yule ambaye hajarudia kuswali, asabta sunna, umepatia nini, sunna. Alafu yule aliyerudia swala akamwambia lakal ajru marratain, hakuna aliyemkosoa. Kwa nini? Kwa sababu wote wamefanya kitu ambacho wana dalili nacho. Idhan katika zama hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaelekeza maswahaba na kuwafundisha namna gani wao watajitegemea katika fatwa baada ya yeye kufanya nini, kuondoka. Bali na wapo kabisa maswahaba ambao wametoa fatwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai, kama vile al-aimmatul arba'a, Abdurrahman ibn Auf na wengine. Wapo masahaba takriban 14 ambao wanatajwa kuwa wao wametoa fatwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa nini, akiwa hai. Darasa yetu kwa leo itaishia hapo. Kama kuna swali lolote mawili matatu, ahlan wa sahlan. Hadith Media, maisha ni hadithi tu.